Mvulana mmoja aliandika makusudi majibu yote mabaya kwenye mtihani wa kuingia chuo. Alingoja mpaka mdogo wake awasilishe karatasi yake ya mtihani, ndipo akapiga mstari majibu yote mabaya na kuyaandika sahihi. Alifanya hivyo kwa sababu alikuwa amezaliwa upya. Katika maisha yake ya awali, mdogo wake alikuwa akiiga majibu yake kisha akamshtaki kwa kudanganya kwenye mtihani. Mwishowe, kila mtu aliamini kwamba ndiye aliyekuwa anaiga majibu ya mdogo wake. Lakini safari hii mbingu zilimpa nafasi ya pili ya maisha. Kabla ya mtihani kuanza, baba yao alimuonya asiharibu matokeo ya mdogo wake, akisema mdogo wake ataingia Oxford University kwa uhakika. Maneno hayo yakamkumbusha fedheha ya maisha yake ya awali na akajaa hasira, kwa sababu zamani mdogo wake alikuwa akiiga majibu yake kila mtihani na kufanya watu wote wafikiri mdogo wake ndiye mwenye akili zaidi. Alipomwona mdogo wake akijifanya mnyenyekevu, alimpiga kofi moja kwa moja. Baba yao alikimbia kumlinda mdogo wake, lakini mvulana akaapa kwamba safari hii hatoruhusu mdogo wake kumshinda tena. Katika mtihani, mvulana aliomba akae mbele ya mdogo wake. Kwa kuwa safu za mbele na nyuma zilikuwa na matoleo tofauti ya mtihani, alimaliza mtihani wake haraka. Lakini alipokwenda kuwasilisha karatasi yake, alishangaa kuona majibu ya mdogo wake yanafanana kabisa na yake. Akaanza kujiuliza amewezaje kuiga majibu yake. Baadaye akagundua mdogo wake alimwaga maji makusudi kwenye karatasi ya mtihani ya aina B, na hivyo mwalimu akamletea karatasi ya aina A kama ya kaka yake ili aweze kuiga majibu. Katika mtihani wa hisabati uliofuata, mvulana aliketi mbali sana na mdogo wake, hata alitumia njia mpya kabisa kutatua swali la mwisho. Lakini kabla hajawasilisha karatasi yake, mdogo wake alikimbilia kuwasilisha kwanza, kisha akamwambia mwalimu kwa majivuno kwamba amegundua njia mpya ya kutatua swali hilo. Mvulana alipowasilisha karatasi yake alishangaa tena kwa sababu majibu ya mvulana yalikuwa tena sawa na yake. Akaanza kushuku kwamba mdogo wake ana njia ya kumchunguza kwa siri. Hata alikagua kalamu yake akifikiri kuna kamera iliyofichwa, lakini hakupata chochote. Ili kuzuia historia kujirudia, akaandaa mpango mpya. Akaandika majibu yote mabaya makusudi, kisha akasubiri mdogo wake awasilishe karatasi yake. Baada ya hapo, akafuta majibu yote mabaya na kuyaandika sahihi, ndipo akawasilisha mtihani wake. Lakini ghafla mdogo wake akamshutumu kwa kudanganya, akidai kwamba kaka yake ameiga majibu yake. Safari hii mvulana alibaki mtulivu kabisa. Alipomwonyesha mdogo wake karatasi yake ya mtihani, mdogo wake alishangaa sana, kwa sababu majibu ya mvulana yalikuwa tofauti kabisa na yale ya mdogo wake.